السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ثم أما بعد. Kwa hakika katika msafara wetu huu na nayatayarisha masikizi ya watu kabla sijaanza kuzungumza ili ajue kitu cha kutarajia kutoka kwangu. Katika msafara wetu huu nafikiri wadogo zangu ni Saad na Abdul Qadir, labda wote walobaki ni wakubwa wangu kimiaka na kila kitu. Kwa hivyo anayezungumza mbele yenu ni katika wadogo wa waliowatembelea. Hivyo msitarajie makubwa sana kutoka kwake kwa sababu yeye mwenyewe ni mdogo, na mumpeni udhuru pale atakapo kukosea. Na hii pia liwe funzo kutoka kwa walimu zetu na wazee wetu Alwalid Said Abubakar na walio chini yake. Yatosha kuwa ni funzo ya namna ya kuwapa himma na kuwasukuma wadogo ili wakiwa wakubwa waweze kubeba mambo. Moja katika shuara Ahmad Shauqi asema katika mashairi yake, wa rubba saghiri qaumin allamuhu wa rubba saghiri qaumin allamuhu sama wa hamal musawwamata al-iraba walau tarakuhu fakana naf'an wa afwan li ahlihi walau tarakuhu kana adhan wa aba. Na pengine yule mtoto mdogo katika watu, lakini mtoto yule watu wale wakamsomesha na wakampa adabu, baadaye ndo akaja akawa afwa na nafu, manufaa kwao, na lau wangemuata wakamtupa angekuwa udhia na aibu kwao. Kwa hivyo yatosha hilo kuwa ni funzo kutoka kwa wazee wetu kwenda kwa wenyeji wetu. Pili, kabla sijaingia pia katika lile ambalo kwamba nataka kulizungumzia, ni hii kasida ya mwisho iliyotolewa na madrasa, kama sikukosea ni Nurul Atfal, hii madrasa ya hapa katikati. Ninavyoelewa mimi ni kasida ya Al-Allama Al-Sheikh Abdullah bin Saleh Al-Farisi. Mtumi wetu Hashimu alikuwa muadhamu mpaka mwisho wa kasida. Sheikh Saleh Al-Farsi ni katika wanati wa miji hii ya Zanzibar, visiwa vote viwili cha Unguja na asli pia kutoka kwenye kisiwa hichi cha Pemba. Kuthubutisha maneno yalotanguliwa na mwalimu wangu Said Mihdhar, natoka jana maneno ya Alwalid Said Abubakar kuwa sisi hatukuja hapa kuwa twajua zaidi kuliko wenyeji au tuna ilmu zaidi au tuna manfaa zaidi. Tuko katika kutembeleana na kubadilishana fikra na mawazo. Lakini visiwa kama hivi vimetoa ulama walotumikia kwetu. Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsi alikuwa chief kadhi wa Kenya huko kwetu, na alisomesha Malindi, mji wetu tulotoka sisi na alotoka Said Abubakar. Masjid Sheikh Nasr Malindi alikuwa akifanya darasa, na kwa bahati nzuri babu yangu mimi Said Muhammad bin Talib Ar-Rudaini alikuwa akihudhuru darsa ile na akishirikiana naye katika kutoa darsa. Ikifika siku ya ziara zake za Malindi akimkaribisha pale. Kwa hivyo insha Allah hii iwe ni bishara ya kuwa mafungamano ya wazee wetu ulama wa kule kwetu na ulama wa huku yako toka kitambo, na insha Allah yako mpaka sasa na yatadumu milele. Na taaliq kuhusu ile kasida ni kuwa kasida ile ilikuwa ikieleza maumbile ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Toka rangi yake alikuwa ni mweupe, lakini si mweupe pepe. Alikuwa meno yake yamepangana yana mwanya, nyuso zake nyushi zake zimepinda, na maelezo ya kumweleza Mtume kiwiliwili chake, maumbile yake.
Ukisoma katika sunna na tarikh, wote au asilimia 90 ya waliomweleza mtume maumbile yake walikuwa wakati wa mtume yuko hai ni vijana wadogo kama hawa: Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, Sayyiduna Anas ibn Malik, Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, Sayyiduna Amran ibn Husayn. Wote walikuwa ni watoto wadogo, kwa sababu mtoto mdogo ndo aweza akakuangalia akakupeleleza bila ya kuondoa macho yake kutoka kwako. Lakini mtu mzima, haswa kwa haiba aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wa sallam, walikuwa masahaba wakubwa hawawezi wakamwangalia kwa kuendelea mpaka wakamtaamali alionayo yeye mwenyewe. Alikuwa akiangaliwa mtu akipata haiba yake na zihi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam akiondoa macho yake. Lakini hawa watoto wadogo ndio waliokuwa wakimwangalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hivyo hilo limesibu sana kuwa kasida ile itaelezwa nao wao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam katika hadithi ambayo kwamba nataka kuieleza leo kwa mukhtasar, kwa sababu ndio mfumo tuliofundishwa na walimu zetu, kila kitu mukhtasar kwa kidogo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia katika hadithi iliyopokewa katika sahihi Muslim, hadithi sahihi, asema: inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath wa inni la a'rifuhu al'ana. Mtume asema mimi nalijua jiwe jabali lilikuwa Makkah, lilikuwa jabali lile likinisalimia mimi kabla hata sijatumilizwa. Wa inni la arifuhu al'ana, yuko Madina, shagura kutoka Makka yuko Madina, miaka imepita. Wa inni la arifuhu al'ana, na mimi nalijua jabali lile mpaka sasa nalijua. Hadithi hii ina maelezo mingi sana, ulama waliotoa faida ndani yake. Moja katika faida ni angalia uhai na nuru njema ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilivyoingia katika vitu ambavyo kwamba kikawaida havina uhai, mpaka vitu vile vikapata uhai kwa sababu ya uhai wake, vikawa vatoa maneno kama va walio hai. Jiwe halizungumzi, halina faida yoyote, halina hisia, halina damu, halina mishipa, laweza kuzungumza vipi? Lakini kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na nuru yake likapata ushujaa lile jiwe na uhai mpaka likamsalimia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa lakini kunao katika binadamu ambao kwamba wako na hawamtambui Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa hawashughuliki na kumsalimia wala na kumsalia. Yatosha hili kuwa ni funzo ya kuwa tusishindwe na binadamu, basi tukashindwa mpaka na mawe, kwa hatupandwi na hisia mpaka tukamsalimia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika Al-Qur'anul Karim kwa baadhi ahlul kitabu wale katika Mayahudi: thumma qasat qulubukum fahiya kal hijarati au ashaddu qaswa, nyoyo zenu zikawa ngumu kama mawe, bali zaidi ya mawe. Utaona binadamu hawashughuliki na kumtambua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kumsalimia na kumsalia, fadhlan na mafundisho yake na mengine yaliyokuja kwake. Kwa hivyo hili ni funzo la kwanza, tusishindwe mpaka na mawe jamaa. Tuko duni, lakini tusishindwe mpaka na mawe. Hadithi hii yafuatiwa au yasukumwa na hadithi riwaya nyingine iliyokuja kutoka kwa Sayyiduna Ali ibn Abi Talib. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu
asema kuntu amshi khalfa nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam bi Makkah, nilikuwa nikitembea nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Makkah, fama marra ala shajarin wala hajarin illa wasallama alayhi, hakupita pambizoni ya mti wala jiwe isipokuwa ulikuwa ule mti au lile jiwe likimsalimia. Kisha asema Sayyidina Ali, wasami'tuhu biudhunayya hadhain, nalikuwa nikisikia mimi ile salamu kwa masikio yangu haya mawili. Kwa hivyo ilikuwa ni salamu ya uhakika, salamu ya ukweli, kama ilivyokuja katika kitu ambacho kwamba kina uhai wa uhakika. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'an, wama min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, hakuna kitu isipokuwa humhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni vile nyinyi tu hamufahamu ile tasbihi yake. Humsabihi Mwenyezi Mungu na nyinyi hamfahamu tasbihi yake, yani humtaja Mwenyezi Mungu na hufanya adhkar, vile nyinyi tu hamufahamu tasbihi yake. Lakini katika swala hili la kumsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma iwe ni kawaida Mwenyezi Mungu amemjalia ya kuwa mtu akasikia ile salamu, au ulama wakatuambia ni karama katika karamat za Sayyidina al-Imam Ali karramallahu wajha. Lakini Sayyidina Ali alisikia akafahamu ile salamu. Kabla sijaendelea nitoe kisa cha kufurahisha tu. Kuna bwana mmoja alipangisha nyumba kwa mpangishaji, ile mwenye nyumba yani. Akakaa pale kwenye ile nyumba, mwida akasikia dari ya ile nyumba imeanza, kwa lugha zetu kule, kutakata, yani yatoa milio kama hatari. Sasa enda ikaporomoka. Akamuita yule mwenye nyumba, akamshtakia, hii bwana Yalia, mbona sisikia? Ngoja saa fulani huwa kuna upepo, njoo wakati huo utaisikia, nataka tuirekebishe hii. Yule bwana akaja, wakisikiza ni ukweli atoa sauti, lakini kuirekebisha ni ghali, itatukua mapesa mingi, na yeye hataki kuirekebisha. Basi akamwambia, wewe usifanye wasiwasi bwana, hii ni nyumba tukufu, walipita watu watukufu hapa wakaacha ile baraka. Hii nyumba huwa ikimsabihi Mwenyezi Mungu, hizo sauti unazozisikia sikuwa kuna hatari, ni tasbihi hizo. Na Mwenyezi Mungu atuambia, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, hakuna kitu isipokuwa humsabihi Mwenyezi Mungu. Yule mpangishaji akamjibu akamwambia, mimi najua utukufu wa hii nyumba, ndio maana nikaogopea sije baada ya kusabihi tu ikaamua na kusujudu kabisa. Kwa hivyo jiwe lile lilimsalimia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na Sayyidina al-Imam Ali ibn Abi Talib asema, nililisikia tena, sikusikia kwa masikio yangu haya mawili, na hili si kubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-Imam al-Busiri mwenye Burda asema, law nasabat qadrahu ayatuhu idhama ahya ismuhu hina yud'a daris ar-rimami, lau yale miujiza yake yataka kunasibiana na ukubwa wake, yani yale miujiza tulioyasikia na tunayoyaona sisi ni sampuli ndogo tu ya cheo chake, lakini lau miujiza yake yangenasibiana na cheo chake, basi yatosha kule kutajwa jina lake makaburini, wale wafu wakafufuka. Lakini halikufanywa hilo, siku haliwezekani. Lam yamtahinna bima ta'ya al-uqulu bihi hirsan alaina falam nartab walam nahimi, lakini halikufanywa hilo, siku haliwezekani. Ni sisi tusipewe mtihani tukapewa mambo madogo yanayoendeana na akili zetu ndogo, hatukupewa mambo makubwa yakatushinda. Kwa hivyo hii ni faida ya pili ya hii hadithi. Faida ya tatu na muhimu zaidi ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam asema, mimi inni la a'rifu hajaran, mimi nalijua lile jiwe.
miaka imepita, yuko Madina baadaye, wa inni la aarifuhu al'an, na mimi nalijua hivi sasa. Si kwa sababu ya kubwa, kwa sababu lilimsalimia tu. Mtume akalitambua, akalipa heshima, ni jiwe tu. Mwanadamu ana daraja na utukufu zaidi ya jiwe kwa daraja nyingi sana, lakini miaka imepita, Mtume bado asema mimi nalijua lile jiwe na nalijua mpaka sasa. Tuweni na hakika ya kuwa sisi tukimsalimia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na yeye atatujua kama alilijua jiwe. Sisi hata tukawa watoevu kiasi gani, hatuwezi kuwa watoevu kushinda lile jiwe. Kwa hivyo tuko katika ibada kubwa sana. Ndio ukaona mfano wa wazee wetu wakiwa wakali katika hadhara, na haya yametanguliwa kusema si kwa sababu ya lolote, ni kwa sababu ya kuchunga ibada inayofanyika katika hadhara. Nataka kumalizia kwa kusema kwa utambuzi huu wa Mtume haukuishia kwa uhai wake tu, kuwa sasa ameshakufa ndio kuisha. La, yeye atuelekeza na atuambia katika hadithi mbalimbali sahihi, wasallu alayya fa inna salawatakum ma'rudhatun alayya au fa inna salawatakum tablughuni haythu kuntum, na kidhirisheni kuniswalia kwa sababu swala zenu zanifikia popote pale mulipo, na swala zenu naonyeshwa mimi. Bali atuambia katika hadithi sahihi, ma min ahadin minkum yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi fa aruddu alayhi salam, hakuna mmoja kati yenu atakayenisalimia isipokuwa Mwenyezi Mungu huniregeshea roho mimi nikamregeshea ile salamu. Ni daraja kubwa kiasi gani kujulikanwa na kurudishiwa salamu na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini hizi ni bishara, lazima zifanyiwe kazi, lazima hizo ibada zifanywe na mioyo yenye yaqini na yaliyoko hadhir katika hadhara, isifanywe kwa machezo kama tunavyofundishwa na wazee wetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inshallah ayabariki haya maneno, kwa mwenye kuzungumza awe ni mwenye kuyatabikisha, na kwa wenye kusikia pia, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.